Mtazamaji, kiongozi ambaye alikuwa sauti ya wanyonge, kiongozi ambaye alikuwa mtetezi wa Gen Z, sasa hivi amegeuka na kuwa adui mkubwa wa wananchi. Na mtazamaji, siku hii ya leo nimekuja na thibitisho tosha kwamba Raila Odinga ameweza kugeuka na kuwa mtu tofauti, mtu ambaye Wakenya hawangetarajia kuwa angeweza kuwasaliti. Na siku hii ya leo, mpenzi mtazamaji, nitakuwa nikikuelezea ni kwa nini Raila Odinga aliweza kujenga chuki kati yake na wananchi. Mtazamaji, kwa wakati huu Wakenya wameweza kumkataa aliyekuwa kinara wa upinzani Raila Odinga. Kuna mambo ambayo Raila Odinga aliweza kufanya, mpenzi mtazamaji, ambayo yameweza kufungua ukurasa mwingine na kuweza kuonyesha Raila Odinga ambaye si ule Wakenya walikuwa wanamtambua. Fahamu kwamba mtazamaji, Raila Odinga alikuwa sauti ya Wakenya. Raila Odinga alikuwa sauti ya wanyonge, lakini kwa wakati huu tunavyozungumza, Raila Odinga ni mmojawapo ya wale watu walioko ndani ya serikali. Jambo ambalo mtazamaji linazidi kuikatisha safari yake ya kisiasa, huku wachanganuzi wa masuala ya kisiasa wakisema kwamba huenda ikawa mwisho wa safari yake ya kisiasa. Na mtazamaji, siku hii ya leo nimekuja na ushahidi tosha. Raila Odinga huenda ikawa ni safari yake ya mwisho ya kisiasa, na huenda mtazamaji akawa ndani ya serikali ya Kenya Kwanza, na mwaka 2027 hataweza kuwa katika kinyang'anyiro cha urais. Mpenzi mtazamaji, iwapo ni mara yako ya kwanza, kabla niweze kukufafanulia mengi, uweza kuchukua sekunde yako moja, jiunge nasi mtazamaji kwa kubonyeza alama iliyoandikwa subscribe. Cha pili, uweza kutupea thumbs up. Cha tatu mtazamaji, iwapo una maoni yoyote, weka hapa chini katika kiboksi kilichoandikwa comment section. Mtazamaji, ni nini haswa Raila Odinga aliweza kukifanya ambacho kimeweza kutishia safari yake ya kisiasa na kufanya Wakenya kuwa na mwonekano tofauti? Fahamu kwamba mtazamaji, Raila Odinga alikuwa akipinga yale maneno ambayo serikali ilikuwa ikifanya. Mwaka uliopita Raila Odinga alikuwa anapinga finance bill ya mwaka 2024 na 5. Lakini kwa mwaka huu mtazamaji, ni ajabu finance bill iliweza kupitishwa. Na ni jambo la wazi kwamba Raila Odinga bado angekuwa kinara upinzani, the finance bill could not have been approved. Jambo ambalo mtazamaji linazidi kufanya Wakenya kuwa katika hali ambayo si nzuri. Hustlers waliomchagua Rais William Ruto wanazidi kuumia. Na mtazamaji, this is linked to Raila Odinga joining the government. Operation is killing Kenyans. Fahamu kwamba mtazamaji, Raila Odinga angekuwa bado kinara upinzani, wa Kenya hawangekuwa na bajeti ambayo ni ya juu zaidi. Na mtazamaji, bajeti ya juu inaumiza Mkenya wa kawaida. Number 2, kujitenga na Gen Z. Raila Odinga was once the voice of Kenyans. Raila Odinga was voice for the weak. Raila Odinga alikuwa mtetezi wa Gen Z. Mwaka 2024 aliweza kujitokeza wazi na kuweza kujiunga na Gen Z katika maandamano, na mtazamaji, hatimaye Rais William Ruto akaweza kupunguza makali. Lakini mtazamaji, Rais William Ruto alikuwa na mpango kabambe zaidi wa kuweza kumuingiza Raila Odinga ndani ya serikali, akisema kwamba ni njia mojawapo ya kuweza kutengeneza serikali panda. Na mtazamaji, akaweza kuwa na mchongo fulani, calculated move, ambayo mtazamaji baadaye Raila Odinga akaweza kuingia serikalini. Na mtazamaji, hapo katikati, that period Raila Odinga joined the government, Gen Zs have been suffering. Tunaona kwamba maandamano ya juzi ni maandamano ambayo mtazamaji yalitokea kwa maana serikali kupitia kwa maafisa wa usalama waliweza kumwangamiza mwanaharakati. Raila Odinga, iwapo bado angekuwa katika kiti kama kinara wa upinzani, familia Albert Ojwang ingekuwa imepata haki na maandamano hayangekuwepo.
na huyo ambaye ni DIG Lagat kuna a very high probability kwamba angekuwa amekamatwa. Lakini mtazamaji, sasa hivi Raila Odinga yumo ndani ya serikali. He is fully supporting the government. He is launching the government projects, na mtazamaji, ni jambo ambalo linazidi kuwashangaza Wakenya. Number 3. Raila Odinga amekuwa akivumbua miradi ya kiserikali. He has been launching the government projects together with the President William Samoei Arap Ruto. And this has led to Kenyans complaining. Wakenya wanalia wakisema kwamba kiongozi huyu alikuwa anafaa kuweza kumpunguza ama kupunguza makali ya udikteta ulioko ndani ya Rais William Ruto. Licha ya Gachagua siku baada ya nyingine akizidi kuanika serikali hii, Raila Odinga alikuwa na nafasi bora ya kuweza mtazamaji kuweza kumkanya ama kuweza kufanya Rais William Ruto apunguze makali na Wakenya waweze kuwa katika hali sawa. Lakini mtazamaji, Raila Odinga joining the government has really brought a lot of troubles amongst Kenyans, hususan Gen Z. Gachagua mtazamaji aliweza kufichua kikundi maalum, highly trained military troop, ambayo inatumika ili kuweza kuwanyamazisha wanaharakati. Na mtazamaji, hili ni jambo ambalo linazidi kufungua kurasa tofauti ya serikali yake Rais William Ruto. Serikali ambayo mtazamaji ilitumia kanisa ili kuweza kujishindia kura. Rais William Ruto alikuwa akienda kanisani, anaongea na waumini na kuambia jinsi ambavyo na mipango fulani ya kuweza kufanya nchi ya Kenya iweze kunawiri. Lakini mtazamaji, baada ya yeye kuweza kupewa kura akaweza kupotea. Hajawahi onekana tena kanisani. Jambo ambalo mtazamaji, mapadri pamoja na wale viongozi wa kanisa, pastors, wamesema kwamba Rais William Ruto lazima aende, na msemo wa one term huenda ukaweza kuchukua nafasi yake. Na mtazamaji, haya yote ambayo Raila Odinga aliweza kufanya yanaweza ama yameweza kumweka mahala pabaya mtazamaji. Sasa hivi kuna chuki kubwa zaidi kati ya Raila Odinga na wananchi. Raila Odinga, who was once the voice of Kenyans, right now is the biggest enemy of Kenyans. Jinsi ambavyo Rigathi Gachagua ndiye adui mkubwa zaidi wa Rais William Ruto. The president did a very big mistake to impeach Rigathi Gachagua. He really regrets impeaching Gachagua. Siku baada ya nyingine mtazamaji, Rigathi Gachagua anazidi kutoboa siri nzito ambazo ni za serikali. Ndio maana mtazamaji, Rigathi Gachagua kila mahali alipo anasema kwamba maisha yake yamo hatarini na goons, wahuni, hutumwa ili kuweza kuharibu ile mikutano yake. Mtazamaji, Raila Odinga kwa mara nyingine ameweza kubuild up ama kuna chuki ambayo mtazamaji inazidi kukua siku baada ya nyingine kati yake na Wakenya, hususan Gen Z. Hapo awali mtazamaji, Raila Odinga alikuwa akipata takriban asilimia 98 ya kura kutoka Nyanza. Lakini sasa hivi the Nyanza is very angry with Raila Odinga, kwa maana kura ambazo zilikuwa zimwendee Raila Odinga sasa hivi yupo ndani ya serikali, kumaanisha kwamba mwaka 2027 Raila Odinga will be behind Ruto na atakuwa akimfanyia kampeni Rais William Ruto. Na mtazamaji, si bure. Kulingana na Herman Manyora, mchanganuzi wa masuala ya kisiasa maarufu hapa nchini, aliweza kusema kwamba ama aliweza kuchapisha na kusema ni kiasi gani hichi cha pesa ambacho Raila Odinga aliweza kupewa ili aweze kuwasaliti wa Kenya. Na mtazamaji, Raila Odinga aliweza kujichongea yeye mwenyewe na akaweza kuharibu safari yake ya kisiasa kwa kuweza kujiunga na Rais William Ruto. Ni jambo mtazamaji ambalo ni wazi, na kwa mara hii kwa mara nyingine Wakenya wameweza kusema kwamba hata Raila Odinga aweze kuuliza kiti cha urais tena hawawezi wakampa, kwa maana ameweza kujiunga na serikali ambayo inaongoza kwa mabavu. Serikali mtazamaji ambayo haifahamu mwananchi wa kawaida ni nani. Serikali ambayo mtazamaji inajali mawaziri wake,
wabunge na haijali yule mwananchi ambaye aliwapigia kura. Fahamu kwamba mtazamaji, ulipo ndipo. Hapa ni kitovu cha habari sahihi na kamili. Iwapo ni mara yako ya kwanza mtazamaji, weza kuungana nasi kwa kubonyeza alama iliyoandikwa subscribe.